System za kurun biashara zipo nyingi sana, lakini sio kila mfumo unafaa kwenye biashara yako. Haya hapa ndo mambo matatu ya muhimu ya kuzingatia kabla ya kuchagua ERP system yako. Sasa naomba uchukue kalamu na karatasi na unisikilize kwa makini. Kitu cha kwanza kabisa cha kuzingatia hapa ni aina ya biashara yako. Kama wewe una biashara ya retail, system yako ambayo utakayotumia haiwezi kaendana kabisa na biashara ya manufacturing au hospital. Inabidi uhakikishe system yako inaendana na sekta ya biashara yako na shughuli zako za kila siku. Kitu cha pili hapa cha kuzingatia ni scalability. Hakikisha ERP system unayoichagua kwa ajili ya biashara yako iweze kukua pale ambapo biashara yako inapokuwa pia. It has to be scalable. Kitu cha tatu hapa cha kuzingatia ni integration, yani mifumo iweze kusomana. Kuanzia marketing, sales, operation na finances, zote ziweze kuintegrate na kuzungumza lugha moja. Sasa naomba tuje kwenye makosa ambayo wafanyabiashara wengi sana huwa wanayafanya. Kitu cha kwanza kabisa ni kuchagua ERP system ni kwa sababu iko maarufu na bila hata kuangalia mahitaji yao halisi. Kitu cha pili ni kutokujumlisha timu yao kwenye maamuzi ya huo mfumo waliochagua. Na kitu cha tatu ni kutozingatia support na training baada ya kununua huo mfumo. Ni muhimu sana ukauelewa huo mfumo unataka ukusaidie nini kwenye biashara yako. Natumai ndugu mtazamaji, baada ya kuangalia hii video utaweza kuuliza maswali sahihi wakati unapochagua ERP system kwa ajili ya biashara yako. Utaangalia future ya kampuni yako kwanza kabla ya kuchagua ERP system, na utachagua ERP system ambayo ni scalable, ambayo inaweza ikakua pale kampuni yako inapokuwa pia bila kuwa na haja ya kubadilisha. Katika video inayofuata tutazungumzia gharama halisi za ERP system, jinsi ya kuhakikisha unapata faida kutokana na uwekezaji wako. Naomba usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili wafanyabiashara wengine nao wanufaike na hizi content.